Asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Serikali imeeleza kuwa utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 unalenga kuifikisha Tanzania kwenye uchumi wa dola trilioni 1 za Marekani. Utategemea kwa kiasi kikubwa sekta binafsi, huku mazingira ya biashara yenye ushindani wa haki yakitajwa kuwa nguzo muhimu ya kuvutia uwekezaji nchini. Tupate taarifa zaidi. Kauli hiyo imetolewa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Aristides Mbwasi katika kongamano la kwanza la kimataifa la ushindani na uwekezaji lililofanyika jijini Dar es Salaam, likiwakutanisha wadau kutoka sekta binafsi, serikali na taasisi mbalimbali za kiuchumi za ndani na nje ya nchi. Amesema kuanzia Julai mwaka huu Tanzania itaanza rasmi utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050, ambapo 70% ya utekelezaji wake inatarajiwa kubebwa na sekta binafsi, ikiwemo wafanyabiashara na wawekezaji. 70% ya utekelezaji wa dira hiyo unaitegemea sekta binafsi. Na tukizungumzia sekta binafsi ni wafanyabiashara, ni wawekezaji. Na ili kuweza kukuza biashara na uwekezaji unahitaji mazingira ya biashara ambayo kweli yana usawa, yana ushindani wa haki. Kwa hivi mkutano huu wa leo, kwa kuzingatia kuwa taasisi yetu FCC ilianza kufanya kazi tangu mwaka 2007 na mwakani wanatimiza miaka 20, ni mkutano mzuri wa kuweza kuwakutanisha wadau pamoja, kubadilishana mawazo na kupeana ushauri wa namna gani wa kuhakikisha kwamba mazingira yetu ya biashara yanazingatia ushindani wa haki. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mkuu wa Tume ya Ushindani FCC Hadija Ngasongwa amesema Tanzania inaendelea kujenga mazingira bora ya uwekezaji kwa kuhakikisha maombi ya miunganiko ya mitaji na uwekezaji yanachakatwa kwa kuzingatia sheria za ushindani ili kuzuia ukiritimba na kulinda soko huria. Sekta ya ushindani inasaidia sana kuboresha mazingira hasa kwa mlaji, lakini pia inasaidia namna ya kuleta tafsiri sahihi kwa serikali yetu kwa maslahi ya Watanzania. Kwa mfano, sasa tumekuwa tuna masoko ya uwekezaji, lakini kwa kupitia Tume ya Ushindani tunaweza kuyachakata yale maombi ya uwekezaji wa mitaji through miamala mbalimbali. Leo kwa mara ya kwanza katika historia ya Tume ya Ushindani tumeweza kufanya kongamano hili lenye sura ya kimataifa juu ili kujadili masuala ya ushindani. Kama ambavyo mmekwishaona, kuna washiriki kutoka nchi mbalimbali, washiriki kutoka Marekani, washiriki kutoka South Africa, Kenya, Uganda na sehemu mbalimbali za duniani. And to play our small part in collaborating with business, with the FCC, with your government in trying to foster and advance the very investment objectives and goals that your country has set. Kisa Mwepiana, Channel 10. Wafanya biashara wa mazao ya kilimo mkoani Iringa wameishauri serikali mkoani humo kuona umuhimu wa kutoa elimu kwa umma kuhusu fursa zilizopo za upatikanaji wa ardhi pamoja na uwepo wa hali nzuri ya hewa katika wilaya ya Kilolo ili kuhamasisha wananchi kujikita katika kilimo cha maua ambacho kinaelezwa kuwa na soko kubwa na lenye tija hususani katika masoko ya nje ya nchi. Ushauri huo umetolewa na wafanyabiashara hao katika kikao cha Baraza la Biashara la mkoa wa Iringa. Clement Sanga anaripoti. Wafanya biashara hao wamesema kuwa licha ya wilaya ya Kilolo kuwa na mazingira rafiki yanayoweza kustawisha kilimo cha maua kwa kiwango kikubwa, bado wananchi wengi hawana uelewa wa kutosha kuhusu fursa hiyo pamoja na manufaa yake kiuchumi. Sasa sisi tukichukua vijana wetu tukawaelimisha vizuri eneo la Kilolo na hali ya hewa ilivyo, kwa hiyo inahitaji tushirikiane sana na wataalamu ili waweze kusaidia kuelimisha. Kuhusu upatikanaji wa pembejeo, hapa linatolewa angalizo. Mikoa ya jirani tuliona kulikuwa na mbegu feki, mbolea feki. Sasa kilimo ni biashara, kilimo ni ajira, kilimo ni kodi. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James ameweka wazi utayari wa serikali mkoani humo
kuendelea kuweka mazingira wezeshi yatakayochochea wananchi na wawekezaji kujikita katika fursa mbalimbali za kilimo, ikiwemo kilimo cha maua, kwa lengo la kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza ajira pamoja na kipato cha wananchi. Serikali kwa ujumla wake itaendelea kufanya wajibu huo wa kuwasikilizeni na kufanyia kazi maoni yote ya msingi yanayowasilishwa. Mkoa wa Iringa una fursa nyingi za kiuchumi katika maeneo mbalimbali ikiwemo kilimo, mifugo, utalii, viwanda na biashara. Kupitia ushirikiano wetu tunaweza kutumia fursa hizi kuharakisha maendeleo ya mkoa wetu, kutengeneza ajira kwa vijana wetu na kuchochea huduma na biashara katika mkoa wetu. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Shukrani sana Clement Sanga kwa taarifa hiyo, na ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi tutarudi kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.